financial management. Kwa maana yake ninachojaribu kuzungumza ni kwamba unaposema na manage biashara yangu, kuna component vidogo vidogo natarajia uwe navyo. Kwa cha kwanza lazima kuwe na usimamizi wa kifedha. Kwa hiyo fedha zinasimamiwaje kwenye biashara yako? Na baadaye tutakuja kuangalia rekodi ambazo tunazifanya. Lakini fedha zinasimamiwaje? Maana yake zinaingiaje? Zinatunzwaje? Zinatumiwaje? Okay? Unasema panapata faida 60,000, 50,000, laki moja. So, fedha zinaingiaje? Na zikiingia, zinatunzwaje? Unatunza wapi pesa zako? Kwenye simu, benki. What do you do with your money? Tunaita financial management. Pili, tunaita HR management, human resource management. Sasa, as a starting business, unaweza usiwe na employee wa kuwamiliki au wa kuwasimamia. Lakini wa kwanza wa kujisimamia ni wewe mwenyewe. Unaripoti saa ngapi kazini kwako? Utasema mimi sina ofisi. Lakini una WhatsApp, una Instagram, hizo ni ofisi zako. Si unaonaga mimi naonaga siku zote wanaandika kwenye WhatsApp groups za kwenye Instagram page. Anakuambia we are opened 80 up to 5. Umeonaga hizo pages zinaandikwa hivyo? Hawana physical office, lakini hiyo ndio nini? Ndio ofisi yao. So wewe, how do you manage yourself? Unajimanage vipi? Posti unazoposti ni ngapi kwa siku? Kama ni wateja kuwapigia simu ni wangapi unawapigia simu kwa siku? Kama ni status unaweka ni status ngapi kwa siku unaweka? All those things zina compile kwenye namna unavyo manage biashara yako. Na kingine tunaita operations management. Operations management. Kwamba operations manake shughuli zako za kila siku. Inawezekana baadhi yenu mnafanya biashara ambazo zinahusisha kununua. Kwa maana yake una suppliers. So na manage vipi wale masupplier wangu? Napunguzaje cost ya kusafiri kwenda kuchukua bidhaa? How do I do that? Najengaje mahusiano na watu wanipe bidhaa zao kabla sijawalipa niwalipe baada ya kutumia? How do you do that? Hiyo yote inaingia kwenye operation management. Okay? Then una marketing management. Marketing management. Kwamba unawezaje kufanya biashara yako ikue kupitia kujitangaza kwenye soko, kuiuza. Unatumia mbinu gani? Unatumia ujuzi gani? Kwa marketing tunasema features tell, benefits sell. Okay? Ukisema size, type, hiyo ina tell, inamwambia tu mtu ni kitu cha namna gani. Lakini what sells is the benefit itself. So, unafanyaje biashara yako au bidhaa yako au huduma yako ionekane ya maana sana kuliko hizo zingine? Mpaka mtu afeel kwamba I need to have this product. What do you do? Okay? Then una strategic management. Ambao strategic management ni ile thinking sasa kwamba unaangalia bigger picture ya biashara yako. Miaka 5, miaka 10 itakuwa wapi? Hii biashara naweza nikafanya alliance na nani? Nahitaji watu gani waje hapa kwenye biashara? Kwa sababu kadri mnavyoendelea kukuza biashara yenu utakuja kugundua kuna point ambayo pengine hutaweza kufanya peke yako. You need a partner. Okay? Sasa unapataje partner sahihi? Na partner unaangalia kitu gani ili awe partner wako? Anatakiwa kuadd value gani? How do you build that strong partnership? Wanasema ukiangalia karibu makampuni yote makubwa duniani hajaanzishwa na mtu mmoja. Yako machache sana yalianzishwa na mtu mmoja. It took more than one person to do that. Okay? Kwa ukienda mfano Facebook, Mark Zuckerberg na mwenzake. Ukienda Apple, the late na mwenzake. Sio? Kwa hiyo unaona kila sehemu kuna, na ukiangalia wana character tofauti. Sisi tunajua wale ambao ni waongeaji mbele za watu. Afu wale mapartners wao unakuta ndio wako behind, ndio ambao wanaweza kwenda kwenye technical na vitu vinavyofanana hivyo. So those are things lazima uwe na operation manager kwamba hiki kitu changu nitakipeleka wapi, kwa muda gani na kitakuwa kwa ukubwa gani. Tumeelewana vizuri pale?